Naomba kuongelea kuhusu mgonjwa XY ambaye ni mgonjwa ambaye tulimpokea kutoka hospitali ya manispaa ya Kahama. Mama huyu ni mama ambaye ana miaka 55. Tunasema bahati mbaya mama huyu alipata changamoto ya mimba kutunga nje ya kizazi, mimba ambayo tunahisi na tulivyofanya uchunguzi ambayo ilikuwa ni zaidi ya miaka mitatu iliyopita, miaka mitatu au minne iliyopita. Mama huyu kama tulivyosema alitokea Kahama, na kule Kahama kuna vipimo vilifanyika. Alifanyiwa X-ray ambayo ilionyesha kwamba kuna uwezekano kuwa kuna mimba ndani ya tumbo. Tukisema mimba inatakiwa itunge ndani ya tumbo la kizazi na sio nje ya tumbo la kizazi. Kwa hiyo mimba yake ilikuwa imetunga nje ya tumbo la kizazi. Kama tunavyojua mimba kutunga nje ya kizazi mara nyingi tunasema inaweza kuwa imetunga kwenye mirija. Lakini kadiri ya X-ray iliyofanyika ilionekana kwamba mimba ile imetunga nje ya tumbo la kizazi na sio kwenye mirija, iko kwenye tumbo la kawaida, tumbo hili ambalo tunalijiwa wote. Sasa tulimpokea yule mama na kuchukua maelezo kama nilivyosema. Ni mama ambaye ana miaka 55. Amekuwa ana watoto, amezaa mara 9 na watoto walio hai ni watoto 6. Kwa hiyo huyu mama anasema mara mwisho kuona siku zake ilikuwa miaka 4 iliyopita. Kwa hiyo alikuja kwetu na historia ya tumbo kujaa ambayo ilikuwa linaongezeka kadiri muda unavyoenda, na anasema kwa miezi miwili ya kwanza alikuwa anasikia mapigo ya moyo ya mtoto kama kawaida, lakini baada ya hapo hakuweza kusikia mapigo ya moyo. Kwa hiyo amekaa na hilo tumbo ambalo limeongezeka na kukua ukubwa kwa muda wa miaka 3 akiwa kijijini, na anasema alikuwa asikii maumivu yoyote ya tumbo hadi ilivyofikia wiki 2 zilizopita ndio akaanza kupata maumivu ya tumbo ambayo ilikuwa inaongezeka kadiri siku zinavyoenda. Shida hiyo ya maumivu ya tumbo ilikuwa inaenda pamoja na kupata homa ambazo zilikuwa za hapa na pale. Ndipo alipoenda hospitali ya Kahama, na hospitali ya Kahama wakamrufaa kuja kwetu. Kwa hivyo tulipofika kuja kwetu tukafanya vipimo kama tulivyosema. Tulirudia kufanya ultrasound na tulifanya X-ray ambazo zote zilionyesha kwamba kuna uwezekano mkubwa huyu mama akawa na ujauzito ambao umetunga nje ya tumbo la kizazi. Kwa hiyo baada ya hapo ikabidi tutoe ovary kwa sababu ilikuwa imeshika na kitoto, na baada ya hapo mama akawa yuko vizuri na anaendelea vizuri. Anasema kwamba ni kweli alishawahi kwenda kwa waganga wa kienyeji, lakini yule mganga wake anasema kwamba hakuona chochote, alikuwa anampa tu dawa za kutumia, na bahati mbaya mganga akawa amefariki, kwa hiyo akabaki hivyo hivyo tu. Anasema kwamba anawashauri wao wanakuja hospitali, maana kumbe hata hospitali kuna matibabu tu mazuri.